Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia nami Sarafina Robi. Rais wa Kenya amekitaja kifo cha mwanamume mmoja akiwa anazuiliwa na polisi kuwa cha kuhuzunisha na kisichokubalika. Rais William Ruto alikuwa akizungumza siku moja baada ya wakaguzi wa maiti kubainisha kuwa mwanablogu Albert Ojwang mwenye umri wa miaka 31 alifariki kutokana na majeraha aliyopata alipokuwa kizuizini. Ojwang alikamatwa akiwa magharibi mwa Kenya kwa madai ya kuchapisha katika mitandao ya kijamii habari zilizodai kumharibia sifa naibu inspekta mkuu wa polisi kwa ufisadi. Baadaye alihamishwa hadi mjini Nairobi ambapo alikumbana na kifo chake ambacho awali polisi walikuwa wamesema kuwa alijitoa uhai, kilizua maandamano katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Umoja wa Mataifa umesema kuwa kuna watoto takriban milioni 138 wanaofanya kazi duniani kote. Hamida Abubakar na maelezo zaidi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na shirika la kazi duniani ILO wametoa ripoti ya pamoja inayosema kuwa licha ya maendeleo, makataa ya kumaliza ajira ya watoto kufikia mwaka 2025 hayatafikiwa. Mashirika hayo yamesema takriban nusu ya watoto hao wenye umri wa miaka 5 na 17 wanahatarisha afya yao wakifanya kazi kwenye migodi, viwanda ama mashamba. Katika viwango vya sasa, wamesema itachukua miaka mingi kumaliza ajira ya watoto. Vikosi vya Rapid Support Forces nchini Sudan vinasema vimeteka eneo la mpaka wa nchi hiyo na Libya na Misri kufuatia mapigano makali na wanajeshi wa Sudan. Siku ya Jumanne, jeshi la Sudan lilishtumu wanajeshi wanaomunga mkono kamanda wa kijeshi anayetawala eneo la mashariki mwa Libya, Khalifa Haftar, kwa kufanya mashambulizi kwa pamoja na RSF. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan inasema mpaka wake na Libya umetumiwa na vikosi vya RSF kama njia ya kuingiza silaha na mamluki. Takwimu za sasa zilizotolewa zinaonyesha kiwango cha mfumuko wa bei nchini Marekani kiliongezeka mwezi uliopita sawia na matarajio ya wachanganuzi. Takwimu za serikali zinaonyesha athari ya ushuru mkubwa uliotozwa na Rais Trump umeanza kuenea katika nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Alipokuwa akifanya kampeni za urais, Donald Trump alisema atatunga sera ambazo zingepunguza bei katika siku yake ya kwanza madarakani. Na kwenye upande mwingine, Rais Donald Trump amesema amefurahishwa na makubaliano ya kibiashara yaliyokamilika na China baada ya mazungumzo ya siku 2 mjini London. Anasema ikitegemea idhini ya mwisho kutoka kwa Rais Xi Jinping mwenyewe, Marekani itapata madini adimu inayohitaji. China itaweza kupata vifaa vya kompyuta na wanafunzi wa China wataruhusiwa katika vyuo vikuu vya Marekani. Ongezeko la hivi majuzi la ushuru wa uagizaji bidhaa kati ya nchi hizo mbili litabatilishwa. Hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Sarafina Robi akiwa Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka msikilizaji, anakujia kupitia redio wa shirika mbalimbali nchini Kenya, Mwanedu FM, Pamoja FM na County FM. Nchini Tanzania, Classic FM, Radio 1 na CGFM. Uganda ni kupitia Voice of Busoga, Radio Paidha, Radio Lira na Radio Kitara. Na iwapo uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutege sikio kupitia Radio Muungano Beni. Lakini kumbuka vile yako kwenye internet ambapo kwa tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook mbashara ambao ni BBC Swahili. Karibu sana. Leo hii uko na Phyllis Mwate na mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibu Skola. Na asante Phyllis, na tumkaribishe msikilizaji. Tuanze kumtaarifu taarifa tulizokusanya kwa siku nzima. Tunaanzia nchini Kenya ambapo rais wa taifa hilo William Ruto ametaja kifo cha Albert Ojwang alifariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi kuwa cha kuvunja moyo, lakini pia ni tukio ambalo halikubaliki. Rais Ruto alikuwa akizungumza siku moja tu baada ya wanapatholojia kubainisha kwamba mwanablogu huyo alifariki kutokana na majeraha aliyopata alipokuwa kizuizini. Kifo chake nacho pia ambacho awali polisi walisema ni kujitoa uhai kilizua maandamano katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Taarifa zaidi hii hapa na Beldin Waliaula. Rais wa Kenya William Ruto amesema hatakubali au kuruhusu uhalifu kuendelea, haswa miongoni mwa maafisa wa polisi. Rais Ruto alisema ni dhahiri kuwa kuna maafisa wa polisi ambao wanatumia mamlaka yao isivyo. Rais amesema haya wakati shinikizo zinazidi kutolewa kwa maafisa wa polisi waliohusika na mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang kuwajibishwa. We cannot accept kwamba kuna uhalifu inaendelea na saa zingine hata officers wetu
wengine wanahusika. And that is why we say, tunasema whether criminals are in civilian or they are in uniform, we must deal with them firmly. Mapema leo waziri wa ulinzi nchini Kenya Kipchumba Murkomen alifika mbele ya bunge la Seneti ambako alihojiwa kuhusu mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang. Murkomen akijibu maswali yaliyoulizwa alisema idara ya polisi inafaa kuwajibishwa na shirika la kutathmini utendakazi wa polisi IPOA linafanya uchunguzi na maafisa wa polisi watakaopatikana na hatia watachukuliwa hatua. I want to promise the family of Mr. Albert Ojwang, the people of Kenya and this august house. Ningependa kuiahidi familia ya Albert Ojwang ya kwamba Wakenya na bunge hili tutahakikisha kwamba juhudi zote zimewekwa na tutatoa kila kinachohitajika katika miundo msingi ili kufadhili uchunguzi huu, na tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha familia hii inapata haki. We will do our best to make sure that, Mr. Speaker, justice is served to this family. Maseneta kadhaa walitaka waziri huyo usalama wa ndani kujiuzulu kwa mauaji ya mwanablogu huyo. Aidha, Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja pia alihojiwa kuhusu ni mazingira yepi Albert Ojwang alifariki ilhali alikuwa mikononi mwa polisi. Maseneta wakiongozwa na seneta wa Homa Bay Otieno Kajwang walimtaka mkuu huyo wa inspector kuomba radhi kwa Wakenya baada ya kutoa taarifa kuwa huenda Albert Ojwang alijeruhi mwenyewe kabla ripoti ya upasuaji kusema kuwa mwanablogu huyo aliuawa. Inspector General of Police, withdraw and apologize in this house. Inspekta Jenerali wa polisi, nataka uombe msamaha kuhusu taarifa yako kuwa Ojwang alijiua, kwani kujiua kwa jamii yetu huleta unyanyapaa na familia hiyo inapitia hali ngumu kwa sababu ya taarifa yako. The IG to apologize and withdraw on the floor of this house on the strength of the autopsy report. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja aliambia Seneti kuwa mazingira ambayo Ojwang alikuwemo kabla ya kukumbana mauti yake yanafanywa uchunguzi na kutaka shirika la kutathmini utendakazi wa polisi IPOA kupewa muda kufanya uchunguzi huo. Aidha, wakati shirika la IPOA lilikuwa linatoa ripoti yake mbele ya bunge la Seneti, walisema kanda za video ya CCTV kwenye kituo cha polisi cha Central ambako alikuwa anazuiliwa Albert Ojwang zimefanyiwa ukarabati na picha za usiku huo hazikuwepo. Belden Waliaula, BBC. Na shirika la Umoja wa Mataifa linasema kwamba kumekuwa na hatua za kusuasua katika swala la kupambana na ajira kwa watoto. Inasemekana kwamba bado kuna watoto milioni 338 wanaoendelea na kazi katika mashamba na vilevile viwanda kinyume cha sheria kote ulimwenguni. Zaidi na Linus Mwashigadi. Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya watoto milioni 138 wangali wanafanya kazi katika mashamba, migodi na viwanda kote duniani, na kuonya kuwa mchakato wa kumaliza ajira kwa watoto huenda ikachukua mamia ya miaka ijayo. Baada ya kuidhinisha maazimio ya maendeleo endelevu duniani miaka 10 iliyopita, mataifa duniani yaliweka viwango vya juu ili kumaliza tatizo la ajira kwa watoto kufikia mwaka 2025. Mashirika ya Umoja wa Mataifa ya watoto UNICEF na shirika la kimataifa la kazi ILO yamesema kuwa muda huo uliwekwa na maafisa sasa unakaribia kukamilika, huku tatizo hili likionekana kusalia. Mwaka uliopita watoto wenye umri wa miaka 5 na 17 milioni 137.6 walikuwa wameajiriwa, idadi ambayo asilimia 200 ya idadi ya watu wote nchini Ufaransa. Idadi hii hata hivyo inaashiria idadi ya watoto walioajiriwa tangu mwaka 2000 imepungua mwaka huo, zaidi ya watoto milioni 246 wakilazimika kufanya kazi ili kusaidia familia zao maskini. Mkurugenzi mkuu wa shirika la UNICEF Catherine Russell anasema kuwa hatua kubwa imepigwa katika mchakato huu wa kumaliza ajira kwa watoto. Hata hivyo, ameonya kuwa idadi kubwa ya watoto bado wangali wanafanya kazi katika migodi ya madini, viwanda na mashamba, na mara nyingi wakifanya kazi hatari kwa afya yao. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, karibu asilimia 40 ya watoto hao milioni 138 waliajiriwa katika maeneo hatarishi mwaka uliopita, na hivyo kuhatarisha afya, usalama na maendeleo yao. Naye mkurugenzi mkuu wa shirika la ILO Gilbert Hugbo
anasema kuwa licha ya mafanikio kadhaa, dunia ingali ina safari ndefu sana ya kumaliza kabisa mzozo huo wa ajira kwa watoto. Anasema elimu ya bure na ya lazima kwa watoto inaweza kusaidia kuwaepusha watoto katika suala hili la kulazimishwa kufanya kazi, mbali na kuwalinda kutokana na changamoto zinazowakabili. Aidha, anasema serikali mbalimbali pia zinapaswa kutoa mafao kwa jamii ili kuwapunguzia mateso na matatizo, haswa wale wanaotoka katika jamii maskini. Lakini UNICEF inasema kuwa kupunguzwa kwa ufadhili huenda kukahujumu hatua zilizoafikiwa. Ripoti hiyo imesema kuwa sekta ya kilimo ndio iliyowaajiri watoto wengi, ikifuatwa na sekta ya waajiri wa nyumbani. Na kwingineko ni kwamba jeshi la Sudan linasema limeondoka kutoka kwenye pembe ya mpaka wa Libya, Misri na Sudan. Siku ya Jumanne lilituhumu wanajeshi wanaomuunga mkono kamanda wa kijeshi wa mashariki wa Libya, Khalifa Haftar, kwa kufanya shambulio sambamba na vikosi vya Rapid Support Forces ya RSF. Hata hivyo wamekanusha kushiriki katika shambulio la kuvuka mpaka. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan inasema mpaka na Libya umetumika na RSF kama njia ya kusafirisha silaha, lakini pia na wapiganaji. Dina Gahamanyi na maelezo zaidi. Jeshi la Sudan limeondoka kwenye eneo la mpaka wake unaopakana na mipaka ya Libya na Misri siku moja tu baada ya kumshtumu kamanda anayetawala eneo la mashariki mwa Libya, Khalifa Haftar, kwa kuishambulia Sudan pamoja na wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF. Wanajeshi wa Sudan, wengi wao waliosajiliwa kutoka makundi ya waasi yanayoshirikiana na jeshi la Sudan, walikuwa wanashika doria katika eneo hilo. Jeshi la Sudan ambalo linapambana na wapiganaji wa RSF limeshtumu kundi la RSF na wanajeshi wa Haftar kwa kutumia eneo hilo la mpakani kuingiza silaha Sudan. Eneo hilo liko karibu na mji wa Fasher, moja ya miji inayokumbwa na mapigano makali. Kwa mujibu wa taarifa kutoka jeshi la Sudan, wanajeshi wake wamejiondoa kutoka eneo hilo kama sehemu ya mkataba wao wa kuzuia uvamizi. Lakini wanajeshi wa Haftar wamekanusha madai ya kuhusika katika vita vinavyoendelea nchini Sudan na kudai kuwa wanajeshi wanaunga mkono jeshi la Sudan walishambulia wanajeshi wake waliokuwa wakishika doria nchini Libya. Sudan imeshtumu Milki za Kiarabu, moja ya nchi zinazounga mkono utawala wa Haftar, kwa kufadhili silaha zinazoingizwa nchini Sudan kupitia Libya, lakini utawala wa taifa hilo la Kiarabu umekanusha vikali tuhuma hizo. Misri, ambayo ni mshirika wa jeshi la Sudan, pia inamuunga mkono Khalifa Haftar. Naam, shukran sana Dina Gahamanyi kwa habari hiyo. Lakini kumbuka wenzetu wa kitengo cha dijitali wanazidi kuchapisha habari jinsi zinavyotokea. Habari kuu jioni ya leo kama hii, ukienda pale kwenye tovuti ya bbcswahili.com utaona moja kwa moja. Sasa utakapobonyeza pale utaona Albert Ojwang, mkuu wa polisi Kenya, aomba radhi kwa madai ya udanganyifu kuwa mwanablogi alijiua. Lakini si habari hiyo tu, kuna hii nyingine ambayo imechapishwa hapa. Inasema vile rais wa Kenya asema mwanablog alikufa mikononi mwa polisi. Kwa hivyo ukitaka kujua kwa kina, tembelea tovuti yetu ya bbcswahili.com. Lakini nikigeukia ukurasa wetu wa Facebook, naona wasikilizaji pale kama vile Robo Mchina, fundi simu Mpanda Katavi, anasema BBC Swahili nawapata mubashara katika matangazo ya jioni. Shukran sana. Vile David Sechenga anasema mwanaharakati mzalendo toka Wagum, matangazo haya Dira ya Dunia mpaka tamati ya matangazo haya. Shukran sana. Hii ni BBC. Saa 1 kasoro robo Afrika Mashariki, saa 12 kasoro robo Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Taarifa kuu jioni hii ni pamoja na Rais wa Kenya William Ruto ataja kifo cha Albert Ojwang alifariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi kuwa cha kuvunja moyo, lakini pia ni tukio lisilokubalika. Na hapo vikosi vya Rapid Support Forces nchini Sudan vinasema vimeteka eneo la mpaka wa nchi hiyo na Libya pamoja na Misri baada ya mapigano makali na wanajeshi wa Sudan. Na makumi ya Wapalestina wauawa walipokuwa wakijaribu kupata msaada huko Gaza. Hii ni BBC. Iwapo
Iwapo ndo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, yanakujia kwako kupitia redio ya shirika mbalimbali kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na vile mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Leo hii uko na Phyllis Mwate na mwenzangu akiwa Dar es Salaam Tanzania ni Skola Kisanga. Sasa polisi huko Los Angeles, California nchini Marekani wanasema kwamba wamewakamata watu wengi baada ya kuanzishwa kwa amri ya kutotoka nje katika baadhi ya maeneo katikati mwa jiji hilo la California. Maandamano ya kupinga sera za uhamiaji za rais wa nchi hiyo Donald Trump sasa yameenea katika miji mingine ya nchi hiyo. Jamhuri mwa vyombo na maelezo zaidi. Maafisa polisi wameendelea na misako yao huko mitaani Los Angeles, wakilenga maeneo ambayo wafanyikazi wengi ni wahamiaji, hasa kutoka jamii ya Walatino, yaani kutoka bara la Marekani Kusini. Wamekuwa wakisaidiana na maafisa wa kitengo cha uhamiaji waitwao ICE kwa kifupi, huku wakifika hata katika maeneo ya shughuli za kibiashara, mfano migahawani na sehemu kunakofanywa kazi zisizo rasmi kama mashambani. Zoezi hilo linaonekana kushika kasi licha ya maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea kupinga kamata hiyo. Ripoti zinasema japo kwa sasa idadi ya waandamanaji imepungua, ni kama yamekuwa yakizuka katika mitaa mingine. Hiyo ni licha ya vurugu zinazoripuka wakati wa makabiliano na polisi na hata wanajeshi walioamriwa na Rais Trump kuhakikisha sera zake dhidi ya wahamiaji zinatekelezwa. Waandamanaji hawa wamezungumzia kwa nini wameendelea kujitokeza, wakifahamu bayana kuwa wengine wao wameumizwa na kupata majeraha mabaya nyakati vurugu zinapozuka kwenye makabiliano na polisi na pia maafisa wengine wa serikali kuu ya Trump. I want to support our Latino, Mexican people that's here suffering. Mimi nawaunga mkono wenzetu kutoka Mexico wa Latino kwa kuwa wanapatishwa tabu sana. My partner was deported from this building. Mimi mpendo wangu alifurushwa kutoka Marekani yapata miaka 14 iliyopita. Akarudishwa Mexico ambapo kisha alifariki. Sasa niko hapa kuwaunga mkono wahamiaji hao wengine ambao ni sehemu ya Marekani, lakini sasa wanapitia manyanyaso chungu mzima mikononi mwa maafisa hawa wa serikali kuu ya Trump. Who are part of America who are being mistreated by this administration. Naam, inavyoelekea kuna raia wa Marekani ambao jamaa zao zimeathiriwa na sera hizo za Rais Trump, na pia wale ambao ni wapinzani wa tangu hapo wa utawala wa Rais Trump na sasa wamejiunga na maandamano haya yanayoendelea. Taarifa zinaashiria kuwa mara nyingi maandamano hayo huwa ya amani hadi pale maafisa polisi wanapoingilia kati. Pia kuna vitendo vya uvunjwaji na uporwaji mali ambavyo vimeripotiwa katika maeneo ambako kumetolewa amri ya kutotoka nje, imepuuzwa na baadhi ya waandamanaji. Gavana wa jimbo la California lililoathiriwa zaidi na maandamano hayo, Bwana Gavin Newsom, amepinga vikali hatua ya Rais Trump ya kuingiza jeshi katika zahama hiyo, akisema kwanza utawala wa jimbo lake haujashindwa kukabiliana na hali hiyo, na pili Mazungumzo yaliyofanyika huko Istanbul, Uturuki. Usiku wa kuamkia leo, mji wa pili wa Ukraine, Kharkiv, ulikabiliwa pia na mashambulizi makali ya ndege zisizokuwa na rubani za Urusi na watu 3 waliuawa na wengine zaidi ya 60 kujeruhiwa. Taarifa zaidi inawasilishwa na Sarafina Robi. Mashambulizi mapya ya Urusi kwa mji wa kaskazini mashariki mwa Ukraine, Kharkiv, yamewaua watu 3 na kujeruhi wengine 60 wakiwemo watoto mapema hii leo siku ya Jumatano, kwa mujibu wa mamlaka, huko Urusi ikiendelea na mashambulizi yake baada ya kupinga kusitisha mapigano bila masharti. Urusi imetumia ndege zake zisizo na rubani na makombora nchini Ukraine kwa wiki za hivi karibuni, yanaendeleza miaka 3 ya mashambulizi, huku ikitoa matakwa yake yenye msimamo mikali yaliyopingwa na Ukraine kama makataa ya kusitisha uvamizi wake. Mji wa kaskazini mashariki wa Kharkiv, kilomita 30 kutoka kwenye mpaka wa Urusi, ndio ulioathirika sana kutokana na shambulizi hili. Mashambulizi 17 ya ndege zisizo na rubani yalitekelezwa katika mikoa miwili ya mji huu usiku kwa mkia leo, meya wa Kharkiv Igor Terekhov alisema katika mtandao wa Telegram. Gavana wa eneo la Kharkiv Oleg Snyakvov alisema watu 3 wameuawa. Mapema hii leo mwanahabari mmoja aliona wahudumu wa kutoa huduma za dharura wakitoa mwili wa mkazi mmoja aliyeuawa kutoka kwa jengo moja akiwa kwenye mfuko mweusi. Vikosi vya anga vya Ukraine vinasema Urusi imetumia ndege zisizo na rubani 85 usiku kwa mkia leo, ambapo ni kiwango kidogo ikilinganishwa na siku za hivi karibuni. Rais Donald Trump amekuwa akishinikiza pande zote mbili kuafikia makubaliano ya amani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa upande wake amekuwa akitoa wito kwa nchi za magharibi
ahidi kuongeza shinikizo kwa Urusi kwa vikwazo vya uchumi ambavyo anasema vitapunguza uwezo wake wa kuendeleza vita. Anatarajiwa kushinikiza ujumbe wake kwa Trump na viongozi wa Ulaya katika kongamano la G7 nchini Canada linaloanza siku ya Jumapili. Awamu mbili ya mazungumzo baina ya Urusi na Ukraine haijakuwa na tija katika kusitisha mapigano. Urusi imepinga wito wa kusitisha mapigano bila masharti na kutaka Ukraine kuiachia baadhi ya maeneo, vilevile kuacha azma yake ya kujiunga na NATO. Ila pande zote mbili zilikubali kubadilishana zaidi ya wafungwa 1,000 wa kivita na kubadilishana pia miili ya wanajeshi waliofariki na vikundi vya wanajeshi waliotekwa siku ya Jumatatu na Jumanne. Makumi ya Wapalestina wameuawa walipokuwa wakijaribu kupata msaada huko Gaza, na katika matukio matatu tofauti watu 31 walifariki na wengine 200 kujeruhiwa karibu na msafara wa msaada wa kusafirisha unga na kituo cha usambazaji chakula kinachoungwa mkono na Marekani na Israel. Zaidi na Victor Kenani. Mamlaka ya afya inayosimamiwa na Hamas huko Gaza inasema kwamba watu 35 wameuawa na jeshi la Israel siku ya Jumatano, wengi wao wakiwa katika tukio lililotokea sehemu ya msaada inayosimamiwa na mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa na yale ya Gaza yanayoungwa mkono na Israel. Maafisa wa afya walisema watu 25 waliuawa kwa risasi walipokuwa wakikaribia eneo hilo karibu na Netzarim katikati mwa Gaza. Israel bado haijasema lolote kuhusu mashambulizi hayo, lakini katika matukio ya awali walisema kuwa wanajeshi wao walifyatua risasi kwa watu waliokuwa wakiwashuku ambao walikuwa wakikaribia na kuleta tishio. Karibu kila siku tangu shirika la kutoa misaada la GHF lianze kusambaza misaada mwezi jana, kumekuwa na matukio ya vifo karibu na vituo vyake vya usambazaji. Pia kumekuwa na ripoti hii leo juu ya shambulio la angani la Israel kusini mwa Khan Yunis. Vikosi vya Israel vimewapiga risasi na kuwaua watu wasiopungua 31 waliokuwa wanatafuta misaada katika eneo la usambazaji wa chakula karibu na kile kinachoitwa ukanda wa Netzarim kusini mwa jiji la Gaza, kulingana na ulinzi wa raia wa Gaza. Katika shambulio jingine kusini mwa Gaza, Wapalestina 5 wameuawa katika mashambulizi ya angani ya Israel karibu na Khan Yunis, ikiwa ni pamoja na 4 katika eneo la Al-Mawasi na 1 zaidi katika eneo la Kizan Rashwan. Shirika la ulinzi la raia la Gaza lilisema kwamba vikosi vya Israel viliwafiatulia risasi watu waliokuwa wakisubiri kuingia katika kituo cha usambazaji chakula kinachoungwa mkono na Marekani siku ya Jumatano na kuwaua watu hao 31 huku wengine 200 wakijeruhiwa. Mohamed Abu Salima, kiongozi wa hospitali ya Al-Shifa mjini Gaza, aliambia shirika la habari la AFP kuwa hospitali hiyo imepokea miili ya watu 24 waliouawa wakiwa wanangojea kuingia katika kituo cha misaada, huku wengine 96 wakihitaji matibabu. Hospitali ya Al-Auda katika kambi ya Nuseirat huko katikati mwa Gaza ilisema katika taarifa kwamba imepokea miili 7 na watu 112 waliojeruhiwa wanatibiwa. Kumekuwepo na mfululizo wa mauaji kutokana na mashambulizi tangu shirika la kutoa misaada la Gaza GHF lilipofungua vituo vya usambazaji misaada katika eneo la Palestina tarehe 27 mwezi Mei, huku Israeli ikikabiliwa na kukashifiwa kimataifa kuhusu hali za kibinadamu. Na sasa moja kwa moja tumpishe Ive Buchana na habari za michezo. Brazil ilifuzu kwa kombe la dunia la mwaka 2026 kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Paraguay huko Amerika Kusini na kumpa Carlo Ancelotti ushindi wake wa kwanza kama meneja. Niko naye hapa kiungo machachari Seif Abdallah. Mshambulizi wa Real Madrid Vinicius Junior alifunga bao la kufuta machozi kipindi cha pili, akimalizia baada ya kazi nzuri kutoka kwa kiungo Matheus Cunha alihamia Manchester United. Ushindi huo wa kwanza wa Ancelotti baada ya sare ya 0 dhidi ya Ecuador katika mechi yake ya kwanza wiki iliyopita unamaanisha kuwa Brazil sasa imefuzu kwa kila toleo la kombe la dunia. Kwingineko, mabingwa wa kombe la dunia Argentina walitoka sare ya 1-1 na Colombia mjini Buenos Aires. Winga wa Liverpool Luis Diaz alitangulia kufungwa kwa bao zuri la kibinafsi. Argentina walipunguzwa hadi wachezaji 10 zikiwa zimesalia dakika 20 wakati kiungo wa Chelsea Enzo Fernandez alipotolewa nje kwa kadi nyekundu kwa kumchezea rafu Kevin Constantino wa Colombia. Lakini vijana wa Lionel Messi walipata bao la kusawazisha dakika 9 kutoka mwisho kupitia kwa Thiago Almada wa Lyon na kuacha Colombia kwa pointi 4 mbele ya Venezuela iliyo nafasi ya 7. Ecuador, wapinzani wa karibu wa Argentina, walijikatia tikiti ya kushiriki michuano ya majira ya joto ijayo huko Canada, Mexico na Marekani baada ya sare ya 0
ugenini Peru. Barabara kabisa. Nottingham Forest wameomba UEFA kufafanua zaidi baada ya kuelezea wasiwasi wao juu ya nafasi ya Crystal Palace kwenye ligi ya Europa msimu ujao. Naam, the Eagles walishinda kombe la FA ili kufuzu kwa mara ya kwanza katika historia yao, lakini UEFA lazima iamue ikiwa wamekiuka sheria zake za umiliki wa vilabu vingi. Uamuzi wa mwisho wa UEFA utamhusu mfanyabiashara Marekani John Textor, mmiliki wa Eagle Football ambayo inamiliki 43% ya hisa katika Palace. Eagle Football pia inamiliki 77% ya hisa katika klabu ya Lyon ya Ufaransa ambayo kama Palace imefuzu kwa ligi ya Ufaransa msimu ujao. Sheria za UEFA zinasema hakuna mtu binafsi au taasisi ya kisheria inayoweza kuwa na haki nyingi za kupiga kura za wanahisa katika vilabu viwili katika dimba moja la Europa. Klabu hiyo imesisitiza kuwa wao ni chombo ambacho kinafanya kazi kivyake, si ndani ya miundo ya mtindo wa vilabu vingi. Safe ni kwamba Forest wamepuka swala hili baada ya mmiliki Evangelos Marinakis kupunguza udhibiti wake wa klabu. Mfanyabiashara huyo wa Ugiriki pia anadhibiti Olympiacos pamoja na timu ya Ureno ya Rio Ave, na wakati huo Forest na Olympiacos zote zilikuwa kwenye mkondo wa kufuzu kwa ligi ya mabingwa msimu ujao. Nikibaki England, ombi la Thomas Tuchel la kutaka England kucheza kwa tabasamu lilirudi nyuma vibaya, huku kocha mkuu huyo na wachezaji wake wakihisi hasira kali za wafuasi wao baada ya kushindwa kwa aibu na Senegal. Ni mwaka mmoja kamili kabla ya kuanza kwa kombe la dunia la mwaka 2026, na ikiwa utendaji huu mbaya ni kiashiria halisi cha matumaini ya England msimu ujao wa joto, basi Mjerumani huyo atahitaji kufikiria muujiza katika miezi 12 ijayo. Hakuna mpango unaotambulika, hakuna utambulisho, hakuna mabadiliko, bila shaka hata kurudi nyuma tangu Sir Gareth Southgate ajiuzulu baada ya kushindwa na Uhispania kwenye fainali ya Euro 2024 huko Berlin. Mashindano ya Euro ya 2024 ya England yalikuwa ya matukio makubwa kama vile mpira wa juu wa Jude Bellingham katika ushindi dhidi ya Slovakia badala ya uchezaji mkubwa. Kuna wanaoona kwamba enzi mpya ya ujasiri imekuwa mwanzo wa uongo licha ya ushindi mara 3 dhidi ya wapinzani wa kawaida, na Tuchel lazima alishtuka kupata uhasama uliolengwa kwake na timu yake na mashabiki wa England waliosalia ndani ya City Ground mwishoni mwa kipigo dhidi ya Senegal cha 3-1. Mwisho kabisa ni kwamba Manchester City imethibitisha kumsajili kiungo wa AC Milan Tijani Reinders kwa ada ya awali ya pauni milioni 46.5 kwa kandarasi ya miaka 5. Ni kushukuru sana Saif Abdallah, mimi ni Ive Buchana.